Kuna watu hata walioshakuwa mabilionea na wamefilisika, hawana hela. So kukosa fedha ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ukiwa kawaida, kukosa fedha kutakusumbua kwa sababu ni cha kawaida. Yes, wasile sana. Jamani, Bwana Yesu wasile sana. Hivi niwaulize swali. Eti Elia Mtishbi nabii. Elia Mtishbi nabii alikuwa na shilingi ngapi? Jamani, Yesu na atusaidie sana. Vijana, Yesu atusaidie sana. Elia Mtishbi alikuwa na shilingi ngapi? Hakuna anayejua, lakini mimi naamini hakuwa na hela mpaka alale chini ya mretemu aombe Mungu ni uwe tu sasa ushawa natafuta roho yangu. Jamaa hakuwa na 100 mfukoni, hakuwa na hela. Lakini sikia, kwa sababu sio mtu wa kawaida, kukosa hela hukumsumbua. Hii ilipelekea kunguru akaleta msosi. Kuna mtu anaelewa hiki Kiswahili? Nisikilize. Tatizo unataka kuwa mtu wa kawaida. Nisikilize, wewe si wa kufanana na jirani yako. Si kama kuna mtu anaelewa. Nisikilize, wewe sio wa kufanana nani na jirani yako. Maisha ya jirani yako ni ya kwake. Wewe usikusumbue. Wewe usiwe mtu wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa kawaida. Usikubali kuwa mtu wa kawaida hata kidogo. Yaani usikubali kuwa mtu wa kawaida. Watu wote ambao wameandika historia njema ambao mpaka na leo tunaifuata na tunafurahia kuisoma, hawakukubali kuwa watu wa kawaida. Yesu na atusaidie sana. Hawakubali kuwa watu wa kawaida. Kwa nini usiwe mtu wa kawaida? Ni kwa sababu kadha wa kadha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea. Haleluya sana. Iko hivi. Yesu na asifiwe. Sababu ziko kadhaa ambazo tutaziangalia hapa. Najua inawezekana tusimalize zote leo, tutaendelea wakati mwingine. Lakini sikilize, hauna haja ya kuwa mtu wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu na tusaidie sana. Sikia, unakuwa na stagnation kwa sababu umekuwa mtu wa kawaida. Watu wa kawaida wanaweza kuzuiliwa na vitu vya kawaida, nimeshaeleza. Hii inapelekea kuwa na mtuamo. Ukishaanza kuwa na mtuamo, sikia, yule wa mwaka jana, kama wewe wa mwaka jana ndiye wa mwaka huu, kuna tatizo liko mahali fulani hapo, unatakiwa kurekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafunuo uliokuwa mwaka jana hayapaswi kuwa ya mwaka huu. Kama wewe umefika mahali tuseme ni mfanya biashara, mwaka jana ulikuwa na wateja permanent 10, ulikuwa nao 10, mwaka huu bado uko na hao 10, kuna tatizo kwenye biashara yako. Kuna kitu unapaswa kurekebisha. Kama wewe ni mwanafunzi, sikia, wewe ni mwanafunzi, wakati uko darasa la kwanza ulikuwa unaandika A kwa shida, umefika darasa la 6 bado unaandika kwa shida, kuna tatizo kwenye ubongo. Ni kweli ama sio kweli? Sikia, usikubali kuwa mtu wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo usikubali kuwa mtu wa kawaida. Na watu wa kawaida, watu ambao sio wa kawaida huwaga wana maongezeko. Yesu na asifiwe sana. Kuna mtu amekuja na amen hapa? Ndio, sio watu wa stagnation, watu wa kutuama, ni watu wenye maendeleo, ni watu wenye kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, tusome mambo kadhaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani ukawa mtu wa kawaida kwa sababu, sikia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi wadada ambao hamjaolewa, siku utakapoolewa, kitakacholipo kwa baba yako na mama yako na wajomba zako na wale wengine na baba zako wadogo na wakubwa, kitu ambacho huyo kaka huyo mwingine inawezekana yuko hapa unamwangalia tu unasema ataleta ng'ombe labda, akijitahidi na hela, akizidi na makreti ya nini? Jamani, ya nini? Mambo imefanyaje? Umeshakuwa mali ya mwingine. Kwa ng'ombe, hela na kreti za soda, umekuwa mali ya mwingine. Akijitahidi ataleta na blanketi ya bibi siji na nani ataleta. Mwisho wa siku unakuwa mali ya nani? Ya kwake. Ana uwezo kusema leo hutaenda mahali na utabaki nyumbani. Ni kweli ama sio kweli? Jamani, nauliza, ni kweli ama sio kweli? Hebu niangalie kidogo tu. Si ni kweli? Kwa ng'ombe, kredi za soda na hela, unapangiwa, na kuanzia saa hiyo ile degree ulisota nayo
Hiyo PhD yako sio unaitwa si dokta nani, umehangaika, umepambana, mshahara na kuambia mama weka hapa mezani. Tupige hesabu. Kwa nini? Hebu taja mwenyewe. Tumetaja vitu vingapi? Jamani, kwa kutumia nini? Degree yako inapungiwa na mshahara wako unafanya nini? Leo usivai kwa viatu, sivipendagi hata kama ulinunua milioni. Si kama kuna mtu anaelewa. Usikubali kuwa mtu wa kawaida. Kusikia? Ndio maana akishaitwa mke wa mtu, akishaitwa mke hasimamagi na kila mwanaume barabarani. Si kama kuna mtu anaelewa. Kwa nini? Kwa sababu sio wa kawaida, sio msichana tena. Msichana anaweza kupigwa mkono mahali popote hata unavunjika shingo. Wewe ni wa kawaida. Ukishajua wewe ni mali ya mwingine, kuna alama umeweka kwenye kidole, tayari hazikuhusu. Unasonga na mbele, aliyekupigia ikai. Si ni ukweli? Na umehamia kwake. So hizo zingine hazikuhusu. Miluzi sio nipe namba, namba haikuhusu. Namba akona mumeo na Jamani, tunakwenda sawa sawa. Yesu na atusaidie. Ukiona sasa siku utakapoolewa, kama utaolewa alafu unagawagawa namba kama pipi, au uko na mchumba hata saa hii na unagawagawa tu hizo namba tu kama chafi ya ovyo. Angekuwa huyu ni mdogo wangu, ningemwambia achana na yule dada, hafai kuoa. Yesu na atusaidie sana. Narudia tena, aliyeolewa hasimamagi na kila mwanaume barabarani. Aliyeolewa hasimamagi vichochoroni. Aliyeolewa akipigwa agimkagi. Hao wa hivyo ni watu wa kawaida. Yesu nasaidie sana. Wewe umelipiwa tu hiyo ng'ombe na nini na pengine mmeshapanga sende ni mwakani, sawa kabisa, vizuri sana. Na tutakuja tutagonga mchele na ndafu tutakula. Vizuri kabisa. Lakini nisikilize, ukishafanya hivyo, ukubali, huo umeamua na umedhamiria. Kuanzia wakati huo, vimini choma moto, vaa marefu sasa. Mapaja muonyeshe mumeo, imetosha. Yesu na atusaidie sana. Nisikilize kitu kimoja nikwambie. Hao ni ng'ombe tu na kreti za soda na hela umenunuliwa. Lakini watu ambao sio wa kawaida wamenunuliwa kwa vitu visivyoharibika. Jamani, kuna mtu amekuja na amen hapa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Usikubali kuwa mtu wa kawaida, kwa sababu gharama ya wewe kukalia hicho kiti umekaa hapo, gharama hiyo ni kubwa. Gharama hiyo hailinganishwi na chochote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako, mwangalie kwa macho makavu, hata kama ni yule mchumba wako, hata kama alikuwa ex wako. Mwambie, mimi Yesu kwangu ni mpenzi. Akiona wivu, ongeza sauti kidogo. Ukiona tu amenuna, ongeza sauti kidogo. Yesu na atusaidie sana. Yesu, sisi kwa Yesu hatuhesabiki kama watu. Naomba unisikilize vizuri. Sisi kwa Yesu hatuhesabiki kama watu tu. Hatuhesabiki kama washirika. Hatuhesabiki kama viumbe. Sisi kwake ni wapenzi. Pastor, kama iko sawa, nisikilize. Sisi kwake ni wapenzi. Kama sisi sio wapenzi, tunaolewaje na yeye? Haleluya. Nisikilizeni. Kuna mtu ana Biblia hapa, asome kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana. Mtu mwenye Biblia akimbie kwa haraka, muda unaisha. Viongozi wasije wakaniangalia kwa macho makali. Kimbia. Waraka wa 3 wa Yohana, uko na sura moja tu, mstari wa kwanza. Ndio. Waraka wa 3 wa Yohana. Ndio. Sura ya kwanza mstari wa kwanza. Nimesema mzee. Hapo kuna koma. Si ni kweli Jamani, Yesu na asifiwe. Amen. Yesu na asifiwe. Amen. Kuna mtu anasikia kuzungumza naye usiku wa leo. Naomba uelewe kitu kimoja. Yaani hii naomba upate kuielewa. Mzee, kunapowekwa koma ni kusema barua ni ya mzee wa kanisa. Ujumbe si wa mzee wa kanisa. Tuko sawa? Mzee manake umeitwa, yaani huyo mzee ametajwa jina, asikilize kinachofuata. Ujumbe si wako wake. Mzee,
kwa Gayo mpenzi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa Gayo ambaye kwangu sio mshirika. Kwangu sio, jamani, situongee tu. Kwangu sio, bali kwangu ni mpenzi. Ni kusema hivi, wewe mzee wa kanisa, naomba mfikishie Gayo ujumbe huu. Mwambie Gayo hivi, yeye kwangu sio mshirika. Yeye kwangu sio mtu tu. Yeye kwangu ni mpenzi. Asifiwe Mwokozi Yesu. Yeye kwangu amezidi viwango vya ushirika, amezidi viwango vya undugu. Yeye kwangu ni mpenzi. Amevuka, kuna viwango amevuka. Bwana Yesu asifiwe. Toka kwenye hiyo hali ya kawaida. Usifanye kwa sababu wengine wanafanya. Wengine wanaweza wakafanya, lakini kwako haitakiwi ufanye. So mzee kwa Gayo, mwambieni Gayo, kwangu mimi ni mpenzi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwangu ni mpenzi. Alafu nimpendaye katika kweli. Tena mwambieni, si tu kwamba ni mpenzi, no, ninampenda. Sio kwamba nilimpenda, no, au nitampenda, no, ninampenda katika kweli, sio nje ya kweli. Katika kweli ninampenda sana Gayo. Yesu asifiwe sana. Tutaenda hivyo taratibu. Mwambieni Gayo, ninampenda katika kweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda katika kweli. Twende. Mpenzi, naomba ufanikiwe. Sasa kwa sababu ninampenda katika kweli, ninamuombea. Mwambieni ninamuombea. Ratamu, haleluya. Na maombi yangu ninamuombea. Mwambieni Gayo ninamuombea. Si tu kwamba kwangu ni mpenzi na inaishia hapa. Mwambieni ninamuombea. Mwambieni ninamuombea. Ufanikiwe katika mambo yote. Mwambieni ninaomba afanikiwe katika mambo. Jamani, Yesu na asifiwe. Katika mambo. Look at me, niangalie. Yaani iwe ni hivi. Ukiweke pima maji kutoka kulia kwenda kushoto, inakaa level. Si hivi wala hivi. Ni. Jamani, Yesu asifiwe. Katika mambo. Sio pamoja bwana baki nyuma, no. Nataka afanikiwe katika mambo yake. Kwa sababu kwangu sio mtu. Yeye ni. Haleluya. Unajua, si kila aliyelipiwa mahari anaweza kuwa mpenzi. Kwa sababu hujafika huko, hutaelewa. Ila siku ukifika godi, utaelewa. Anaweza kulipiwa mahari na asiwe mpenzi, akabakia kuwa mwanamke ndani ya nyumba. Kuna watu wengi sana, kuna wanaume wengi, na ndio maana wanakufa mapema, kwa sababu wao walipata wanawake, hawakupata mpenzi. Kama ni mpenzi, hata simama hapa kwenye dirisha la chumbani, wewe baba fulani, na ukija ukuje na chumvi imeisha. Umesikia? Umesikia wewe? Mpenzi hana hiyo tabia. Mpenzi hawezi kufanya hivyo. Kuna mtu anakamata kitu hapa. Sikia, narudia tena. Akiwa ni mpenzi, hawezi kusimama, wewe baba fulani, mtoto amerudisha shule na umeoa mpaka sasa. Hawezi kufanya hivyo. Na kama kweli ni mpenzi, hawezi kumwambia, wewe baba fulani, leo unajua 1, 2, 3 mbele ya watoto. Kwa sababu 1, 2, 3, mzee wa watu kama hana hela, atajibu yeye sawa, sina hela. Hata watoto wenyewe wamevunjika moyo, hawana imani na baba tena. Mpenzi hafanyagi hivyo. So siku ukioa focus, alafu ukutana na wa hivyo, ni vile haifai kuvunja tena. Itakuwa imekula kwako, utavumilia. Lakini unapaswa upate nini? Jamani, kuna mtu anaelewa. Pata mpenzi. Ngeuke jirani yako, naomba umwangalie. Nikisema muangalie jirani yako, usiniangalie. Hakikisha unamwangalia kabisa. Mwambie hizi siku 3 mimi hapa. Mwambie mimi unayeniona, ninatweka mpaka kilindini. Yesu asifiwe. Sikia. Ndio maana hata iweje ilitokea mara moja na haitarudia.
Nyangumi alikanyaga pwani mara moja alipokuja kumtapika Yona. Alipomaliza, nyangumi makao yake ni kilindini. Unataka kumjua nyangumi? Go deeper. Hatutakubali. Nisikilize vizuri nikwambie. Yesu amekataa, na hili ni tangazo la mbingu. Hili ni tangazo la mbingu. Hataki watu wa kawaida. Ameshafungua kinywa chake kwa ajili ya kuwatapika watu wa kawaida. Na mimi nisikilizeni, mnisamehe sana. Kuna kitu nimetumwa. Yesu na asifiwe. Nasema Yesu na asifiwe. Ndio maana nasema hizi kempu tutakuwa nazo nyingi sana. Kwa sababu kuna vile ninasikia. Na iwe iwavyo, nisikilizeni. Bwana analiinua jeshi lake. Hata wakipinga kwa namna gani, Yesu analiinua jeshi. Nisikie, yaliyotarajiwa yakitokea palipotarajiwa sio ajabu. Hiyo ni kawaida. Kama utaenda bombani, ufungue bomba na yatoke maji, kwani kuna shida gani? Lakini uende bombani ufungue, inatiririka asali. Masaa 3 tu BBC watarusha breaking news. Tanzania maajabu yametokea. Ndicho kilichowachanganya Wayahudi mpaka leo hawamwamini Yesu. Maana kilichotarajiwa kilitokea pasipotarajiwa. Listen to me. A great revival is coming. Na hii haitatoka kwa wazee. Mnisamehe. Hallelujah! Ni katikati ya hiki kizazi kinachoonekana kama hakijielewi. Nisikilizeni. Mfalme wa utukufu ataibadili mioyo ya watu kwa namna ya ajabu. Hatuwezi kaa hapa siku hizi 3 alafu tutoke kama vile tumeingia. Mungu gani huyu? Na mimi nikupe ruhusa. Samahani. Nikupe ruhusa kwa kinywa cha Bwana ya kwamba kama umekuja hapa ili utimize sheria, wewe nenda nyumbani, kagonga ugali wako na dagaa, asubuhi zako amka na supu yako ya dagaa na chapati zako, wewe gonga, nenda na maisha yako. Haikuhusu hii. Hii package si yako. Package hii inawahusu watu ambao wameamua kutokuwa watu wa kawaida. Na nisikilizeni waambieni kitu. Mungu aliye hai jamani, historia ya huko. Historia ya wapi? Kule kwenu Nyarugusu kule. Ile historia ya kwenu Nyarugusu, huko Tendaguru, haikuhusu. Wewe ni wewe. Hivi tunakwenda sawa sawa. Start your life. Anza maisha yako na uende mbele. Historia ya huko haikuhusu. Jamani, wale tulioamua kumtafuta Bwana tuko hapa. Ataonekana kwetu. Anasema mtaenda na kuniomba, mtaniita nitaitika. Anasema mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu. Kwa hiyo kama uko hapa nusu unatamani kachapati, wewe nenda kagonge tu, usijali. Lakini wacha tumtafute kwa moyo wote. Na hakuna mtu hata ataumwa tumbo hapa. Yesu asifiwe. Yaani hata tumbo halitakuuma. Wala usiogope kabisa, hata tumbo halitauma. Yesu asifiwe. So mwambieni Gayo, kwangu ni nani? Ni mpenzi. Nasikia kusema hivi, wacha mimi niwe mzee tu. Na uzuri ni kweli, huenda mimi ndio mzee kuliko wote hapa. Ujumbe huu ni wako. Nisikilize. Wewe umeishi kujihesabu kuwa mshirika. Na ndio maana wengine wakivaa vimini na wewe unavaa kwa kuwa wewe ni mshirika. Ndio maana wengine wakivaa nusu makalio na wewe unavaa kwa kuwa wewe ni mshirika. Wengine wakinyoa kama amevaa kibarakashe, amenyoa hapa hivi, ukiangalia utafikiri amevaa kibarakashe nyeusi na wewe unanyoa kwa sababu wewe ni mshirika. Umejihesabu kuwa mshirika. Sisema kufanya hayo ni dhambi. Sawa? Lakini kama unatuonyesha tu mapaja yako, kweli ni dhambi, wala hatukufichi. Na ukisikia vijana wakisema una michirizi, wala usilalamike, uliwaonyesha. Na macho ya mwanaume yataangalia, wala nisikufichi, So ukijua umevaa fupi, wewe nenda ukienda kwa namna hii. Usijiachilie, ukijiachilia wataona kweli na wataangalia. Na kama wanakudanganya, tuangalie, wanakuangalia. Yes, asante sana. You are talking the reality. So, Yesu anakuhesabu kwake kuwa mpenzi.
Yesu asifiwe. Iko hivi. Ndio maana jambo la kwanza au sababu ya kwanza, Yesu, sababu ile kuu kabisa, Yesu alikubali kulipa, sio fedha wala kreti za soda. Yesu alilipa, sio ng'ombe. Yesu alilipa, sio sukari, sio mablanketi ya bibi na babu. Yesu alilipa uhai wake mwenyewe ili kukupata wewe. Naomba nikuulize swali. Kati ya aliyelipa ng'ombe, akatoa na kuku, akatoa na mablanketi na masoda, hata kama angeleta gari nzima ya bonite ikaja hapo kwenu, nauliza, na yule aliyelipa uhai wake, nani ungemfuata? Nauliza, nani ungeona kweli anakupenda? Yesu anakuhesabu kwake ni mpenzi. Ndio maana alikubali kufanya hivi. Jambo la kwanza alilofanya, alikubali kufanywa dhihaka, au alikubali kufanywa kinyaa, akawa kinyaa mbele za watu ili wewe uthaminiwe. Bwana Yesu na atusaidie sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, some hapo. Mathayo 26 mstari wa 67, 26 Mathayo 67. 67. Ndio. Ndipo wakamtemea mate. Kwa nini wanamtemea mate? Amekuwa kinyaa kwao, amefanyika kinyaa ili sisi tuthaminiwe tena, ili sisi tuonekane. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamtemea mate. Yesu analipa gharama ya kukupata wewe. Kristo Yesu asifiwe. Jamani, hatuzungumzi ili kukutia moyo, lakini Yesu amelipa hii gharama. Ametemewa mate na akavumilia. Na usisahau, wakati anatemewa mate, yeye sio palanjo kama wewe, wala sio mbise kama mimi, sio mungure kama wewe. Au nadhani yeye ni mwakibolo kama wewe? Anatemewa mate, ni mwana wa Mungu kamili. Isipokuwa kuna mmoja analipiwa mahari, kuna mmoja ananunuliwa, na huyo anaitwa wewe, kwa thamani hii kubwa ukanunuliwa. Yesu na atusaidie sana. Tunaelekea kumalizia. Kwa thamani hii kubwa ukanunuliwa, akalipa hiyo gharama kubwa sana ya damu yake mwenyewe. Utailinganisha na nini damu ya Yesu? Utailinganisha na nini? Sikia, aliyekulipia gharama ile yote, ambaye anaitwa Yesu, amekuleta kwake na ni kwa ajili yake. Yesu atusaidie sana. Si nyinyi mnasema, na hata Biblia inasema, mtu akishaolewa au akioa hana amri juu ya mwili wake tena. Jamani, Yesu na atusaidie. Amevuka, kuna kiwango amevuka. So nataka kusema hivi. Sikia. Alilipa hii gharama yote akakununua. Alafu wewe unataka kuwa wa kawaida. Nimetoa mfano hapa nikasema, kama huyo ni mpenzi wako, hata simama pale getini ya kupea ujumbe kwa pale getini. Mpenzi halisi, hakuna sukari hapo ndani. Watoto wameketi hapa hawaelewi na kunywaje chai. Dadi, hebu tusogee hivi kidogo, atakuingiza chumbani. Ukiingia bedroom anakuambia, dadi, unajua hakuna sukari hapa. Hata leo tu hamna kabisa. Hamna kabisa. Sasa tunafanyaje? Maana sina hata 50. Watoto hawajui kinachoendelea. Anaitwa, jamani, anaitwa nani? Mpenzi. Hebu sema mpenzi. Anaitwa mpenzi. Anampeleka kando. Unapomaliza kueleza, ukishamwambia sina hela, sasa nikwambie kitu. Mwandikie yule mtoto mdogo kabisa, yeye ndiye ajui kusoma, hata fungua barabarani. Mwandikie Brian, mwandikie kabisa, mwandikie ujumbe, mtume kwa Mangi. Akifika kwa Mangi, Mangi atasoma ile karatasi. Akisoma karatasi,
ataleta sukari, watoto watajua mzee alikuwa na hela, lakini hekima ya mpenzi. Yesu na atusaidie sana. Toka kwenye hali ya kawaida. Nazungumza hivi katika hali tu hii. Naomba uelewe jambo hili. Yesu hataki tena ukawaida. Yesu hataki tena ukawaida. Hebu toka hapo kwenye hiyo hali. Toka kwenye hicho kiwango ambacho umeridhika nacho. Ondoka kwenye hali ya kuridhika. Nenda mbele zaidi. Panda viwango zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Panda viwango zaidi. Usikubali kubaki hapo hata kidogo. Nenda zaidi. Nenda mbele kidogo. Kwa sababu sikia, ile hali ya kuja kama ambavyo tumezoea baba, unaondoka. Kama Yesu kwako ni mpenzi, maana huenda wewe kwake ni mpenzi, lakini yeye kwako si mpenzi. Kama na yeye kwako ni mpenzi, hutazungumza naye kwa namna hii. Utataka sana kuwa na faragha na yeye. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niangalie nikwambie. Kwenye maisha ya kawaida ya duniani na uchumi, kwenda na watu ndio kuna mafanikio. Ndio kuna kuongezeka. Si ni kweli? Jamani, si ni kweli? Usichoke sana hivyo. Ongea tu kidogo maana tunaelekea kumalizia. Kwenda na watu ndio kuna mafanikio. Lakini kwenye maisha ya kiroho, kwenda mwenyewe ndio kuna mafanikio. Sikia, nenda kamuulize Ibrahimu wakati alipoondoka. Mungu amemwambia nenda mpaka nchi nitakayo kuonyesha, akatoka kaenda na Lutu. Nenda kamuulize Mungu alizungumza naye lini? Achana hiyo. Nenda kamuulize Isaya nabii wakati ameshikamana na urafiki na Uzia aliyekuwa mfalme. Nini kilitokea? Anasema mpaka alipokufa Uzia ndipo Yesu na atusaidie sana. Jamani, Yesu na atusaidie. Toka kwenye hiyo hali. Tusifanye vitu kwa sababu wengine wanafanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.